Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni katika adhimisho hili la misa takatifu. Tumshukuru Mungu kwa kuamsha salama siku ya leo. Endelee kuomba baraka zake na kutulinda na kutupa neema yake katika maisha yetu. Leo tunasherehekea sikukuu ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo tunaita siku ya Ekaristi Takatifu. Sherehe hii ni kati ya sherehe za Bwana na uadhimisho Dominika inayofuata mara baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Sherehe ambayo inahusiana pamoja na sikukuu ambapo somo la Ekaristi Takatifu liliwekwa katika kanisa la Yesu Kristo mwenyewe. Siku ya sikukuu hatupata nafasi ya kusherehekea hasa kwa shangwe na nderemo, kwa kuwa tulikuwa tayari katika Juma Kuu, juma la mateso ya Bwana. Kumbe mama kanisa anatupatia nafasi nyingine tena ya kusherehekea na kushangilia kwa kushiriki sherehe hivi leo. Ndio kusema katika sikukuu hii tunafanya ukumbusho wa salamu ya mwisho, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alikula karamu hiyo pamoja na wanafunzi wake. Katika karamu hiyo aliweka sakramenti ya Ekaristi na sakramenti ya upako. Mama kanisa hufanya maandamano katika siku hii, ikiwa ni ishara ya ushuhuda wa imani, akitangaza ukuu wa Mungu kwa mataifa ambao ulidhihirisha kwa njia ya Ekaristi.
mtakatifu. Ni ishara ya shukrani kwa Mungu kwa ajili ya zawadi ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ekaristi Takatifu ni chimbuko la kanisa, na hili tunasherehekea zawadi ya kanisa pia kama safina ya wokovu. Naposherehekea sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa shangwe, mama kanisa anatuletea neno la Bwana tutaka polepole, tutakuwa hicho tunavyosherehekea kitu cha thamani. Nia ya mstahili kumwombea marehemu Martha Nzigula Mkwali, kumwombea milele afurahi na maisha mbinguni Mungu na watoto wake, kuombea marehemu Helen Mkungi, Rose Ambrose na marehemu wote wa Tolodi na Nzigula pamoja na familia ya Tolodi na Nzigula, kuombea marehemu Kidesi Monica Kesi kwa Simani Benedetta ya Mia Lisensia Kubo Nora Wizili Mungu anamkali la Kesi, kumwombea marehemu Dr. Sabas Kimboka Mungu wa ndugu jamaa na marafiki, kumwombea marehemu Nora Wizili Mungu na familia yake, kuombea marehemu Kasiki Selina Innocent Musa Mungu Lea Sane na marehemu wote wa ukoo Mungu na familia yake. Mungu kwa kutimiza miaka 25 ya ndoa yao Mungu na familia yake. Mshukuru Mungu kwa neema na mengi aliyokuwatendea katika ndoa yao Mungu na familia yake. Walipoomba baraka na amani Mungu zidi kutawala maisha yao na Roho Mtakatifu aiongoze mbele yao na familia yao na ukao wao na familia yao. Mshukuru Mungu kwa afya njema yeye na familia yake, pia kuomba ulinzi na baraka za Mungu kwenye familia ya Mungu na familia yake. Muomba Mtakatifu afundishe kuongoza katika shughuli zake hasa vile alivyo sasa hivi na kuelekea kufanikiwa mpango yote aliyokusudia imekuwa na Mkristo mmoja. Kuwaombea watoto mafanikio kazini na ulinzi wa Mama Bikira Maria imekuwa na Mkristo mmoja. Kuombea parokia na vyama vya kitume vyote viwe na uimara pamoja na kuombea afya njema Padre Peter Asenga na Padre Evanus Kioko Mungu wa Mkristo mmoja. Kwa maombezi ya Mtakatifu wa Asia kutoka familia yake, ulinzi, afya njema na mafanikio pamoja na yeye mwenyewe Mungu wa Mkristo mmoja. Mshukuru Mungu kwa uponyaji pia kumpa Mama Maria kupitia maombezi yake aendelee kuimarisha Mungu wa mama mmoja. Mshukuru Mungu kwa kuponya mama yake, pia kumwombea baba yake Mungu amfungulie milango ya mafanikio katika shughuli zake, pia kaka zake kwa walinde kila eneo. Mungu amuongoze katika masomo yake. Mungu atamu mwombea marehemu mama yake na dada yake Magdalena, Mungu awapa pumziko la milele mbinguni na mwanga wa milele. Imeumbwa na Katharine Asenga. Mwombea marehemu Nora Wizili, Mungu na wazee na wastaafu, kuombea familia yao iweze kuwa na afya bora, upendo, amani na mafanikio katika kazi na maisha yao ya kila siku. Mungu azidi kuwabariki na kuwaongoza kuwa na familia ya Simpianga Fichaka. Kumshukuru Mungu kwa siku ya somo wa familia yao na kwamba endelee kuwapa amani na mshikamano katika kukuza Mungu na jumuiya ya damu azizi. Kuwaombea wanajumuiya wote wa damu azizi afya njema na kuombea watoto wote katika familia zao. Mungu awafikishie mapaji saba ya Roho Mtakatifu Mungu na jumuiya ya damu azizi. Kuombea marehemu
katika jumuiya yao, wagonjwa, wazee na wahitaji mbalimbali kwa wao kadiri ya mahitaji yao kupitia maombezi ya Mariamu Mungu Bwana wa jumuiya ya damu nzima. Kuombea marehemu Mazao Kilango Ulaya na marehemu waliotolewa Mungu Bwana familia ya James Mazao. Kuombea marehemu Nathanaeli Kisaka, Pastori Kisaka, Bibi Sabina Kisaka, Martha Kisaka na marehemu wote na waombezi Mungu Bwana Kisaka. Kuombea watu wote waliotusaidia katika kipindi hiki kigumu cha kupunguza mtoto wake Nathanaeli Kisaka ambaye alifariki na bado wako katika kuomboleza. Wabariki wote madaktari, jamaa na marafiki na Onesimo Kisaka kwa kuomba ulinzi na usalama katika familia ya Onesimo Kisaka. Mungu awalinde katika kipindi kigumu. Mungu na familia ya Onesimo Kisaka. Mshukuru Mungu kwa kumbukumbu ya kuzaliwa mtoto Brian Mega kumwombea ulinzi na usimamizi wa Mama Bikira Maria na kuwe katika hekima na maarifa na kumcha Mungu wa mama yake. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, Mungu kwa mema yote yanayoendelea familia, pia kuomba ulinzi na usimamizi wa familia na kuombea ulinzi na usimamizi kipindi cha likizo na wanafunzi shuleni. Mungu anakubariki mmoja. Kuombea marehemu kwa kupata na marehemu wote wa chakula na ya Mpawe Mungu na familia. Kuomba ili kanisa takatifu ya damu ya Bwana kwa Mungu na uweza kwa Roho Mtakatifu na kwa maombezi ya Mama Bikira Maria kupata ushindi katika kesi ya ardhi. Mwenyezi Mungu awaepushe na kila msiba wote. Mungu na mtumaini. Kuombea shughuli yake ya maandalizi kwa ajili ya kufunga ndoa takatifu kufanikiwa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Mungu na Kisaka. Kuombea marehemu Kisaka, Cecilia marehemu Kisaka, Mungu na Kisaka. Shukuru Mungu kwa ajili ya familia yake kwa salama na janga na kufunguliwa nyumba moto na kuomba Mungu aendelee kuachia nguvu zote za maisha yao. Mungu na familia ya Zakaria na Bora. Kumshukuru Mungu kwa kutimiza miaka 15 ya ndoa yao na kumwomba Mungu awajalie maisha marefu yenye afya, furaha, amani na upendo katika ndoa yao. Mungu na familia tuunganisha nia hizi na nia zetu sisi wenyewe ili tuweze kumwona Mungu tujute dhambi zetu na muungamia mwenye Mwenyezi ya kusamehe dhambi zetu atufikishe kwenye uzima wa milele.
Somo katika kitabu cha Mwanzo. Melkizedeki mfalme wa Salemu alileta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 na vitu vyote. Neno la Bwana. Ndiwe kuhani hata milele kwa mfano wa Melkizedeki.
Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korintho. Mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Neno la Bwana.
Injili ya Luka sura ya 9 aya ya 11 hadi aya ya 17. Makutano walimfuata Yesu, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Na jua likaanza kushuka, wakamwendea wale tenasara, wakamwambia uwage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando, wapate mahali pa kulala na vyakula, ana hapa tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2. Kwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula. Kwa kuwa wanaume waliokuwako walipata kama 5,000. Akawaambia wanafunzi wake, waketiseni watu kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha 2. Akawatazama, wakawaketisha wote. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote, na akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2. Akatazama juu mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Wakala, wakashiba wote. Katika vile vipande vilivyobakia walikusanya vikapu 12. Neno la Bwana. Wapendwa familia ya Kristo, kama waparoko walivyotanguliza katika utangulizi, ni sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ekaristi Takatifu, uwepo halisi, hai na kweli wa Kristo mwenyewe katika maumbo ya mkate na divai. Ni Kristo mwenyewe aliye hai katika maumbo ya mkate na divai. Huu ni ukweli wa kiimani ambao sote tunapaswa kusadiki na kuishi ukweli huo. Maandiko matakatifu, somo la kwanza, somo la pili na somo la Injili yanadokeza ukweli huo wa kiimani ambao sote tunaalikwa kusadiki ukweli huu pasipokuwa na hofu yoyote, pasipokuwa na wasiwasi wowote, na tena kuishi ukweli huu. Ekaristi Takatifu sio tu alama, sio tu alama ya Kristo, ni uhalisi, ni uwepo halisi na uwepo hai wa kweli wa Kristo mwenyewe katika maumbo ya mkate na divai.
mababa wa kanisa wanathibitisha ukweli huu. Tuongelee dhana chache juu ya ukweli huu wa kiimani, fumbo kuu la Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ni shukrani. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya mapenzi. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya umoja, na Ekaristi Takatifu ni kilele cha maisha ya utume wa kanisa. Nianze na dhana ya kwanza. Ekaristi Takatifu, uwepo hai wa kweli wa Kristo Yesu katika maumbo ya mkate na divai ni shukrani. Katika somo la kwanza tumesikia vema juu ya mfalme Melkizedeki. Uhani, Meleki maana yake ni mfalme, Zedeki maana yake ni haki. Ni mfalme wa haki, mfalme wa haki. Maandiko ya kitabu cha Mwanzo ni dokezo la Kristo Yesu katika Agano Jipya, ambaye ni kuhani mkuu. Makweli umethibitika katika waraka wa Ibrania sura ya 7 aya 1 hadi ya 3. Imeelezea habari za kuhani Melkizedeki kwamba ni kuhani mkuu asiye na baba, hajazaliwa, alikuwepo tangia mwanzo. Inataja sifa zake. Huyu ni Kristo Yesu. Hivyo tumeona jinsi ambavyo Abraham baada ya kufaulu katika vita anakusudia na anatoa sadaka kwa kuhani Melkizedeki, anatoa fungu la 10 akitambua jinsi ambavyo Mungu amempigania katika vita. Hivyo anatoa sadaka fungu la 10 akitambua wema wa Mungu, akitambua fadhili za Mungu, jinsi ambavyo Mungu amempigania. Hivyo anatoa sadaka, anatoa fungu la 10. Ndani yake anaua kumshukuru Mungu kwa hayo makuu aliyomtendea. Ekaristi Takatifu ni mwaliko kwetu sisi sote wa kumwambia Mungu asante, kwanza kwa zawadi ya yeye kukubali kuwa pamoja nasi kwa njia ya Ekaristi Takatifu. Kristo Yesu akaamua kubaki na kanisa, uwepo wake hai katika Ekaristi Takatifu, akiendelea kuandamana pamoja nasi, akiendelea kutembea pamoja nasi katika hija yetu hii. Hivyo ni mwaliko kwa kila mmoja kumwambia Mungu asante kwa mema mengi, kwa fadhili nyingi, kwa upendeleo mwingi ambao Kristo Yesu anaendelea kutukirimia, anaendelea kutembea nasi katika safari yetu kama wafuasi wake, kama Abrahamu alivyofanya, alipotolea sadaka fungu la 10. Kila mmoja kwa nafasi yake una jambo la kumwambia Mungu asante, una jambo la kusema Mungu, kama si wewe singekuwa hapa. Hivyo kila mmoja anawiwa na anapaswa kuwiwa kwa kitu ambacho Mungu amemtendea, na hivyo kwa unyenyekevu wote
kumwambia Mungu asante kwa wema na fadhili zako nyingi. Lakini kwa jinsi ambavyo Kristo anaendelea kuandamana pamoja nasi, pamoja na kanisa, pamoja nawe kama mtu binafsi, pamoja na familia, hata pamoja na mapungufu na madhaifu mbalimbali, Kristo haliachi kanisa. Anaendelea kutembea na kanisa, anaendelea kulifariji kanisa, anaendelea kuliongoza kanisa, na kanisa ni mimi na wewe. Yeye aliye kweli, yeye aliye njia na uzima, hajaliacha kanisa, anaendelea kuandamana na kanisa, na amekuahidi atakuwa nasi kwa ukamilifu wa dahari. Ndivyo ambavyo tunaalikwa kwenda mbele zake kwa moyo wa shukrani. Ndio maana ya Ekaristi Takatifu, shukrani. Jambo la pili, Ekaristi Takatifu, sakramenti ya mapendo. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima. Upendo huu mkuu wa Mungu kumtoa mwanaye wa pekee kuwa pamoja nasi, na Kristo mwenyewe kuridhia kubaki pamoja nasi kwa njia ya Ekaristi Takatifu, uwepo wake hai. Kristo akakubali kuingia katika historia ya mwanadamu ili atengeneze binadamu ulioharibika, atengeneze namna yetu ya mahusiano yetu na Mungu. Lazima tukubali kuupokea upendo huu. Kama Kristo alikupenda kwa kiasi hiki, upendo usio na kifani wa hata kujitoa na kubaki pamoja nasi tunaalikwa au tunadaiwa upendo, na huku ndivyo kumpenda Mungu, kutii amri zake. Hivyo tunadaiwa kumpenda Mungu na jirani. Hilo ni dai la msingi kwa Mkristo, kumpenda Mungu na jirani, kwani ni kwa kupitia kipimo cha upendo au ni katika kupitia upendo au tutapata thawabu, tutapata adhabu. Ni kwa kupitia kumpenda Mungu na jirani tutapata tuzo uzima milele, na ni pale ambapo hatutaweza kumpenda Mungu na jirani tutapata adhabu, jehanamu ya moto. Hivyo tunadaiwa kumpenda Mungu na jirani. Ekaristi Takatifu, sakramenti ya mapendo, ni mwaliko kwetu kujiuliza, tunapotafakari hiyo fumbo hili kuu la mapendo, Kristo mwenyewe anayeendelea kubaki nasi, ni namna gani katika safari yetu ya kila siku upendo wetu na watu na jirani zetu na pande zetu ukoje? Mahusiano yetu na Mungu na jirani yakoje? Tunaongozwa na nini katika kutenda kwetu, katika kufanya kwetu maamuzi, katika kufanya kwetu chaguzi mbalimbali? Ni nini kinakuongoza? Ni nini kinakuongoza kufanya maamuzi mbalimbali, chaguzi mbalimbali? Namna yetu ya kutenda inaongozwa na nini? Inaongozwa na upendo wa kimungu au ni vinginevyo? Yamkini tunaongozwa na chuki na ubinafsi na mengine mengi kama hayo. Ikiwa tunaongozwa na chuki na ubinafsi, maana yanaleta madhara katika familia zetu, katika jamii zetu, katika taifa letu. Ni nini kinakuongoza katika maamuzi yako unaoyafanya kila itoko leo, chaguzi zako unazofanya kila itoko leo? Unaongozwa na nini? Tunaongozwa na nini?
matokeo ya kuongozwa na upendo wa kimungu katika chaguzi zetu, katika kutenda kwetu na maamuzi yetu mbalimbali au tunayoyafanya kuhusu sisi au wengine. Matokeo ya kuongozwa na upendo wa kimungu ni furaha, ni utulivu, ni amani katika familia zetu, katika jamii zetu, katika sehemu zetu za kazi. Tukiona kwenye jamii ukosefu wa amani, ukosefu wa utulivu, ukosefu wa haki, maana yake watu hawaja kuwa tayari kuongozwa na upendo wa kimungu katika kutenda kwao, katika kufanya kwa maamuzi, katika chaguzi zao mbalimbali. Ekaristi Takatifu itusaidie, iwe ni chachu kwetu daima tuongozwe na upendo wa kimungu, ikiwa ni jibu juu ya Kristo na upendo, nasi tunaalikwa tujibu upendo kwa Mungu, na namna ya kujibu ni daima kuongozwa na upendo wa kimungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Tunaweza tukaelewa ukweli huu kwamba yanayotokea kwenye jamii zetu leo ambayo yanaumiza, ambayo yanaleta maumivu, ambayo yanaleta ghasia, ni kwa sababu ya mwanadamu amekataa, amekuwa na kiburi cha kukataa kuongozwa upendo wa Mungu. Iwe ni kiu yako leo, iwe ni kiu yangu leo, iwe ni kiu yetu sisi sote, kutamani kuongozwa na kufanya maamuzi thabiti ya kuwa tayari kuongozwa na upendo wa Mungu katika kutenda kwetu, katika kufanya kwetu maamuzi na chaguzi mbalimbali. Jambo la tatu, Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya Mungu. Kama Kristo anavyoeleza wazi, kama tunapokula mwili wake na damu yake, yanakaa ndani yetu na tunakaa ndani yake. Sakramenti ya Ekaristi inakuleta pamoja, inaleta muunganiko, inakufanya tuwe pamoja, inaondoa tofauti zetu za kidini, tofauti za kikabila, inaondoa tofauti tulizo nazo kwenye jamii zetu. Hivyo Ekaristi itulete pamoja, itufanye tuwe pamoja, itufanye tumie mamoja, tuwaze mamoja. Hayo tunayowaza mamoja, ikiwa na nia moja, ikiwa imejikita katika mapenzi ya Mungu. Yapo mambo mengi katika jamii zetu ambayo ilikuwa ni sababu ya sisi kutokuwa pamoja, yameleta mgawanyiko kwenye familia zetu, kwenye jamii zetu. Ifike mahali tukusudie kutafuta yale yanayotuweka pamoja, tuyakumbatie yale yanayotuweka pamoja, kama familia, kama jamii, kama mtu na mume kwenye ndoa, kama wanafamilia. Tutafute hayo na tuyaepuke yale ambayo yanatufanya tuwe mbali, yale yanayoleta matengano kwenye jamii, kwenye familia. Hayo tuyaepuke, hayo tukae mezani, tujadiliane namna ya kuepuka hayo, ili tudumu katika umoja ambao Kristo aliwaasisi kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kwa kila mmoja kwa nafasi yake, ni jukumu la kujiuliza, ni kipi ambacho mimi nimekuwa ni sababu kwenye jamii au kwenye familia kufanya watu au kuleta mgawanyiko kwenye jamii, kufanya watu wasiwe pamoja? Ni nini? Japo mambo mbalimbali, tukitambua hayo na tuyaepuke hayo ambayo hayatuleti pamoja, tuyaepuke, tuyachuchumilie yale ambayo yanatuleta pamoja, kama kanisa, kama jamii, kama Watanzania, kama wana wa Mungu. Kristo tumaini letu. Jambo la tatu,
Ekaristi Takatifu, chemchemi ya maisha ya utume, ya maisha na utume wa kanisa. Katika Injili, baada ya Yesu kufanya muujiza huu kwa wanafunzi wake, wakala wakasaga vikapu 10 na kadhaa na viwili, ikiwa inamaanisha yale makabila 12 ya Israeli. Kila mmoja akabaki akapata kikapu kimoja. Hawakupaswa kumwaga, walienda kuwapelekea wengine. Wao wamekula, wako vizuri, hawapaswi kubaki na chakula kile wenyewe, hawapaswi kuwa wabinafsi. Wanaalikwa kwenda kupeleka ujumbe, kutangaza habari njema, kupeleka chakula kwa wahitaji. Ni mwaliko kwa kanisa, kila mmoja kwa nafasi yake. Kristo Yesu anakutuma, unatumwa, tunatumwa. Ninatumwa kutangaza habari njema, ndio maana ya Injili, habari njema. Unatumwa kupeleka furaha kwako kwenye familia, sehemu yako ya kazi, kwenye jamii uliopo. Unatumwa kupeleka amani na utulivu pale ulipo. Ndio maana ya Ekaristi Takatifu. Je, ni nani yuko tayari kupeleka hayo? Kuna wakati badala ya kupeleka habari njema, tumepeleka chuki, tumepeleka mafarakano na mengine mengi kama hayo, na kwa misingi hiyo tumeleta maumivu kwenye jamii ya watu, tumeleta maumivu kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu, kwa watoto wetu. Na katika kuleta maumivu hayo, familia zetu zimepoteza mwelekeo, zimepoteza tumaini jipya, zimepoteza hatima yao. Kwa nini? Kwa mtu mmoja, baba wa familia, mama wa familia, kiongozi, kutopokea mwaliko huu wa kupeleka habari njema, kupeleka matumaini mapya kwa watu, kupeleka matumaini mapya kwa familia yako. Kiwa ni mwaliko kwa kila mmoja kutimiza wajibu wa kiinjili, kwamba umebatizwa, sasa unatumwa. Ekaristi Takatifu inatutuma, Kristo Yesu anatutuma. Baada ya kumpokea, baada ya kututengeneza, kutuunda, lazima kupeleke ukweli huo kwa wengine, tupeleke amani hiyo kwa wengine, tupeleke haki kwa wengine. Tunapaswa kutimiza na kutekeleza wajibu huo msingi kwa kila mmoja wetu. Tumwombe Mwenyezi atujalie ujasiri wa ndani, hekima na busara ya kupeleka ukweli wa kiinjili, ujasiri wa kutetea ukweli, ujasiri wa kuongea na kutetea haki. Tulio wengi katika jamii yetu leo tunaona ukweli, lakini hakuna ambaye yuko tayari kusema ukweli. Tunafumba macho, hatupo tayari, hakuna ujasiri wa kufanya hivyo. Masahidi hawakufumbia ukweli macho, walisema kweli, walitetea ukweli, wakausimamia ukweli. Ni nani ambaye yuko tayari kusimamia ukweli, kutetea ukweli? Mimi Mkristo, wewe Mkristo, pale ulipo simama, tetea ukweli, simamia ukweli, simamia kusudi la Mungu pale ulipo, simamia kusudi la Mungu kwenye familia. Wazazi kwenye familia, msimamie ukweli, mkiongoza familia zenu katika ukweli, katika haki, ili watoto wakue katika maamuzi hayo ya kuwa na hofu ya Mungu ndani yao. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo katika somo la pili tunaona jinsi ambavyo Mtume Paulo basi anaelezea maana na kiini cha Ekaristi Takatifu.
Na katika misingi hiyo Mtume Paulo anatuasa na sisi kutambua ukweli huu wa Ekaristi Takatifu, lakini pia tupokee Ekaristi Takatifu katika mazingira mazuri, tukiwa tumejiandaa. Kila tunapoenda kupokea mwili na damu ya Kristo, tumefanya maandalizi tumpokee Kristo aliye hai katika maumbo ya mkate na divai. Tumejiandaa vema, tukiwa ndani yetu tumejawa neema ya utakaso ndani yetu. Hivyo Ekaristi Takatifu inaenda sambamba na sakramenti ya kitubio. Mwenyezi Mungu ametuma mapadri wawili hapa sehemu nyingine. Mara ngapi tunahudhuria au tunakwenda kwenye sakramenti ya kitubio, kila mmoja kwa nafasi yake, pale ambapo tutajikuta tumekosea, tunamtenda Mungu dhambi. Tusipokee Ekaristi Takatifu kama hakuna neema ya utakaso ndani yetu. Hivyo tusizoelee Ekaristi Takatifu, tusifanyie mazoea, lazima tujiandae. Hata walimu wetu wanaoandaa watoto wetu kwa kumnia kwanza, lazima waandae watoto ili wajue wanapenda kupokea. Na sisi wazazi mfano bora kwa watoto, wajue kweli tunapenda kupokea ni hiki. Kama mtoto haoni mzazi anaenda kumpokea Yesu Ekaristi siku ya kwanza, siku ya pili, mwezi, haoni, unanyanyuka. Hivyo hataona umuhimu wa Ekaristi Takatifu. Namna gani wazazi tunakuwa kioo kwa watoto wetu, kuwasaidia waelewe umuhimu na umaana wa Ekaristi Takatifu. Tujitahidi kila mmoja kwa nafasi yake, tuwe mfano bora kwa watoto wetu, na mara zote basi tuwe tumejiandaa kwenda kukutana na Kristo Yesu aliye hai katika maumbo ya mkate na divai. Kama Kristo anapotuahidi kwamba atakuwa pamoja nasi daima, nasi tukiwa na madhaifu yetu mbalimbali, huzuni zetu mbalimbali, fadhaa zetu mbalimbali, tunaalikwa kumkabidhi yeye, kama katika Agano la Kale Mungu alivyotembea na wana wa Israeli katika historia yao, na Kristo naye kwa kupitia Ekaristi anatembea nasi katika historia yetu. Ndivyo ambavyo alitembea na wale wanafunzi wa Emau, akatembea wakiwa katika wasiwasi na hofu. Hivyo Kristo hakuacha hata pamoja na hofu tulizo nazo na mahangaiko tulio nayo na fadhaa tulizo nazo. Hivyo kila mmoja kwa nafasi yake, tukiwa na hofu na fadhaa mbalimbali na mahangaiko mbalimbali, yote hayo tunaalikwa kuyapeleka, kumkimbilia Kristo ili aendelee kutembea nasi, wale anakuahidi daima yuko nasi hata ukamilifu wa dahari. Kristo
Kwa njia hiyo anatukumbusha kwamba wajibu wetu wa kuanisha heshima. Bwana Yesu, ulitufundisha imani isiyotegemea hekima na akili, bali inayotegemea moyo. Utufungulie mioyo yetu tupate furaha ya kuamini kama watoto, Bwana. Katika moyo wako tulitambua huruma ya Mungu Baba. Kwa upole wako utuongoze kwa Baba wa mbinguni, Bwana. Ulisema kwamba umekabidhiwa ufunguo wote. Utusaidie kutambua Baba yako aliye Mungu wa kweli na kuwa tayari kutekeleza mapenzi yako, Bwana. Uliwalisha watu jangwani, utusaidie kutafuta njia za kuwalisha wale wote wenye njaa, Bwana. Ulitangaza mambo ya kiroho, lakini ulijalie vile vile mahitaji ya mwili. Utuangaze tusiwasahau wenzetu wenye shida za kimwili na za kiroho, Bwana. Utujalie roho ya ukarimu, utuhimize tusiwanyime msaada watu wale wote wasiojiweza, Bwana. Ugawa chakula unawaunganisha wote, watoaji na wapokeaji, katika umoja wa pekee. Utusaidie kukomesha roho ya uchoyo, Bwana. Baba alituachia karamu ya Ekaristi ili tuunganishe katika umoja wa maisha na imani. Tusaidie kushinda sababu zote za utengano kati yetu kwa nguvu ya karamu aliyotuwekea Bwana wetu Yesu Kristo, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, yeye alipokuwa anakula pamoja na mitume wake katika karamu ya mwisho, alijitoa kwako kama mwana-kondoo asiye na doa, sadaka iliyokubalika yako ukosefu kikamilifu, ili kudumisha kwa karne zote ukumbusho wa msalaba uletao wokovu. Kwa njia ya fumbo hili takatifu unawalisha na kuwatakatifuza waamini wako, ili wanadamu wote walioonekana katika dunia nzima imani moja iwaangaze na upendo mmoja waunganishe. Wakeo sisi tunajongea meza ya sakramenti ya ajabu, ili tukijazwa na wema wa neema yako tugeuzwe kuwa na hali takatifu ya mbinguni, kwa sababu hiyo viumbe vyote vya mbinguni na vya duniani vinakuabudu vikimba kwa wimbo mpya, nasi pia pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni tunakutukuza tukisema bila mwisho. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema,
Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani yetu. Ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo ukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, likumbuke kanisa lako duniani, likamilishe katika mapendo pamoja na Mtakatifu kuweka ufanani na askofu wetu mkuu Yuda Tadeusi Ruwa'ichi na msaidizi wake Nieli mcha Mungu mara kidogo. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu wake. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Thank you.